Crazy Rocket, now available on PMBet. Ndugu viongozi wa matawi, waandishi wa habari. Waandishi wa habari ni kioo cha jamii katika kuendeleza michezo katika nchi hii. Pasipo nyinyi waliokuwa mbali, taarifa hizi haziwafikii. Ni mategemeo yetu kwamba wale waliokuwa mbali zitawafikia. Mratibu ametiririka vipande vingi, yani leo kanifilizi. Lakini mimi nitakuwa na machache kidogo kuongezea alichosema mratibu. Kwanza ni watoe wasiwasi viongozi wa matawi kwamba TFF ni taasisi iliyosajiliwa kama klabu ya Yanga, na wote tumesajiliwa kwenye nyumba moja chini ya sheria ya Baraza la Michezo ya 1967. Na ndio maana kuna msajili wa vilabu na taasisi mbalimbali. Lakini lingine, walioko wengi waliwasikia wabunge wamechambua vya kutosha. Lakini sio kama pale waziri yeye alikuwa hana neno la kusema. Nadhani aliongea kiutu uzima. Akasema hivi, mambo ya jandoni huwezi kuyatoa hadharani. Ina maana kuna mambo aliyaona, aliyobaini kwa sababu waziri yule ni mwanasheria. Lakini bado wana chombo chake kingine ni cha Baraza la Michezo. Wao ndio waliopewa jukumu la kuchakata vitu mbalimbali. Tuungane na viongozi wetu, na naungana na kauli ya mratibu kwamba sasa tulipofikia tunataka hili jambo tulitoe kwa viongozi kwenye kamati ya utendaji. Hili sio jambo la kwao, kwa sababu sisi ndio waajiri wa viongozi. Sasa wenye mali tunasema tupeni wenyewe tuwasaidie mzigo huu. Tunawasaidia vipi? Ndio maana mratibu akasema tunahitaji mkutano wa dharura. Na mkutano huu wa dharura kwa mujibu wa katiba ya 2021 unapatikana kwenye ibara ya 22 inaongelea mkutano wa dharura. Lakini mkutano wa dharura huu una vipengele viwili. Kuna cha 5 kinahusu kamati ya utendaji, cha 6 kinatuhusu sisi wanachama. Endapo mkutano ule utaandaliwa na kamati ya utendaji, wao ndio wataandaa ajenda kuleta kwenye kikao. Tukija kwenye ibara ya 6 tukiomba kwenye kipengele cha 6, kiomba na wanachama ndio watakayopanga ajenda ya kikao. Kwa maana basi tuitumie nafasi hii ya kuomba ili ajenda ya mkutano ule tuiandae sisi, ili kutoa kile kinafaa kwa maslahi mapana ya Watanzania na wapenda michezo kwa jumla. Lakini kubwa la msingi nani siko tuligusia hapo, akasema jamani, si hivyo tu. Pamoja uongozi umepeleka kesi mahakama ya soka CAS, sisi tunayo haki ya kufungua kesi hapa ndani mahakama za kawaida. Ieleweke, FIFA kama FIFA wanasimamia sheria 17. Si masuala ya kiutawala. Kwenye utawala kuna vitu vingi. Sheria 17 zinahusu kwenye pichi. Ndipo mchezaji kama mchezaji alafu vibaya mwenzie kafa, kadi nyekundu kwa hukumu yake. Kama wanavyoona mchezo wa ngumi vibali vinatoka wizara ya mambo ya ndani. Ina maana wao washakubaliana, endapo hata kama atakufa kayataka mwenyewe. Na ndio maana hapa alikufa bondia wetu mmoja anaitwa Anthony Ndaki. Alipigwa na Mzambia ndio Charles Libondo. Kukawa hakuna kesi. Lakini kwenye utawala kuna kesi, na ndio maana ndani ya FAT TFF wapo viongozi wamekwenda jela kwa kufuata sheria za ndani. Nadhani sina haja ya kuwarudia, wengi mnawajua. Na wengine viongozi wa vilabu walikwenda jela kwa sheria za ndani. Hii inatupa fursa kufungua kesi. Na tutapata haki yetu ya msingi. Lakini baada ya kikao hiki au tunategemea mkutano unaokuja, wapo wanaweza kusubiri na wapo wanaweza kuna jambo hili kweli kusubiri. Nayo haki ya kufungua kesi mahakamani ya madai. Lakini nafikiri mwisho, rungu la mwisho, lazima twende mahakamani tukasimamishe. Hakuna kutangaza bingwa mpaka uchunguzi unaosema bodi ya ligi
utolewe hadharani kila mtu elewe. Nasema hivi, kama hatuna budi ili kuona haki yetu inatendeka ni kwenda mahakamani kuzuia asitangaze bingwa mpaka ufafanuzi uliosema bodi ya ligi utoe hadharani. Waliongea vitu viwili, wakasema kuna dalili viashirio vya rushwa. Sasa tupate taarifa kutoka TAKUKURU aidha bodi ya ligi kwamba fulani na fulani wanatuhumiwa kutoa rushwa, tumewakamata kwa mahakamani. Mbili, walisema kuna uashiria uvunjifu wa amani. Tunajua usalama wa nchi uko kwenye jeshi la polisi, inaosema usalama wa raia na mali zake. Sasa pia watuletee, je, wao wanataka Yanga na Simba turudiane? Yanga ndo waasilika wa kesi na aliyokata tiketi ni wanachama wengi wa Yanga. Je, uvunjifu hautakuwepo au sasa wanataka kututia kwenye uvunjifu? Yanga kama klabu sisi ndio walinzi wa amani wa nchi hii. Maana ulinzi wa Tanzania, kila Mtanzania ni mlinzi wa nchi yake. Hatuwezi kuona kwamba watu wachache wanataka kuleta vurugu wakisingizia au kutumia klabu yetu. Ili tuondokane na hilo, tukazuie asitangazwe bingwa mpaka ufafanuzi wa kisheria utoke. Au waje mahakamani, waje watuthibitishie fulani na fulani wametoa rushwa, fulani na fulani wamekuja. Hiyo ndio uvunjifu wa amani. Hakuna mtu aliyopigwa, aliyonyanyaswa wala nini. Lakini ifahamike, kuna watu wametumia gharama kubwa. Wametoka mikoani, wametoka nje ya nchi, watu wamekata tiketi, hawa wanalipwa na nani? Wa kuwatetea ni sisi wanachama wa Yanga, tuwatetee wapenzi wetu wa Yanga. Ili tulinde heshima ya mpira wa Tanzania. Tusijali eti kwamba kuna mashindano ya Afcon, tusijali, kwanza tukadai haki yetu ya msingi. Lazima baada ya kikao hiki, kikao tutakuwa hata kama kingine bado, twende mahakamani tukaweke zuio. Asitangaze bingwa mpaka tupate ufafanuzi wa tuhuma zilizotolewa. Yanga oye! Yanga oye! Haima mbele! Haima mbele! Asante. Yanga oye!